Inawezekana wananchi walikuwa sahihi kupita maelezo. Hivi sasa Young Africans graph yake inateremka kwa kasi mno. Timu yao grafu ambayo walianza nayo, grafu ya misimu minne mfululizo, grafu ambayo ilikuwa inawapa furaha, timu ambayo ilikuwa inawafanya wananchi wanatembea kifua mbele, timu ambayo ilikuwa inawafanya wananchi wafurahi, waweze kusimama kidedea, kuongea chochote wanachokitaka kuhusu timu yao popote ambapo wanakitaka, wakati wote wanaojisikia waweze kufanya kila wanachokitaka kuhusu timu yao. Inawezekana ile Young Africans imepotea. Hivi sasa Young Africans graph yake inateremka kwa kasi mno. Ukiangalia timu ilipoanza kucheza msimu huu, game ya kwanza kule Rwanda ilienda kucheza kirafiki, tuliamini kwamba timu ilikuwa haijatimia, wachezaji wengi walikuwa wapo of course. Kwa hiyo tulitegemea kwamba wachezaji wakija, wakiongezeka kwenye timu wale ambao hawakuepo, basi timu itafanya vizuri. Kwa bahati mbaya, isivyo bahati, wakaja wakacheza games, lakini ukiangalia hata game ambayo walicheza ya mtani ya ngao ya jamii, walicheza kwa kustruggle. Jiji Diarra aka step up ile siku, akaokoa, aka save the day, akaisaidia timu yao kupata matokeo pamoja na Pacome Zouzoua. Diarra alifanya saves nyingi za maana siku ile. Inawezekana matokeo ambayo aliyapata kwenye game ya mtani yaliwafanya waanze kujisahau. Kuna watu ambao of course walisema kwamba timu yetu ilipofikia haipo kama tulivyoizoea. Timu yetu ina changamoto. Kocha kuna namna tumuelewi. Walianza kusema mapema. Inawezekana wananchi wanaijua sana timu yao, ndio maana walianza kusema vile. Lakini kwa wengine, baada ya ile game, inawezekana walisahau kabisa kwamba timu yao ina changamoto za kiuchezaji. Inawezekana walisahau kabisa kwamba timu yao kuna changamoto za kiufundi ambazo zinaikumba kwa wakati huu na zinatakiwa zifanywe kazi kwa haraka mno ili timu yao iweze kurudi kwenye ubora wa hali ya juu. Wakajikuta kwamba wanaendelea kutembea taratibu. Wakaenda kucheza game za kimataifa, wakashinda kwa aggregate ya goli 5. Inawezekana zile goli 5 pia ziliwafanya wakaona okay, timu yetu inarudi kwenye hali yake. Lakini kwa bahati mbaya wakaja wakacheza game za ligi ambazo zimewafanya waone kabisa kwamba timu yao ndio inapotea jumla, kwa sababu ukiangalia namna walivyoenda kucheza, especially game ya mwisho ya Mbeya City, iliwafanya wananchi hamu yao na imani kuhusu timu yao na utulivu kuhusu kocha anavyofundisha timu yao, mbinu zinazoonekana uwanjani, namna timu inavyoenda kutafuta matokeo, wakaanza kupata wasiwasi. Ule wasiwasi ambao walikuwa nao kwenye bonanza siku ya Mwananchi, wasiwasi ambao walikuwa nao kwenye game ya dabi dhidi ya Simba, ule wasiwasi ukaongezeka maradufu. Wakaja in front wakisema kwamba kocha mbinu zake zina changamoto, kocha hatumuelewi, kocha hili, kocha lile. Kwenye international break watu wengi wakaamini kwamba basi marekebisho yatafanyika ndani ya timu, lakini isivyo bahati timu iliendelea vile vile, viongozi hawakuweza kufanya vile ambavyo mashabiki wao walipenda. Naamini viongozi wanajua kwamba wanatakiwa kufanya kitu fulani, lakini kwa wakati ule hawakuweza kufanya. Wakatoa taarifa kwamba timu itaendelea vile vile, timu itaendelea kuwa na kocha yule yule, lakini wakaongeza mtu pale. Wakamuongeza kocha mwingine msaidizi kuja kuongeza mbinu za kiufundi ndani ya timu. Lakini sivyo bahati, wameenda kucheza game ambayo ni muhimu mno, game ambayo ni crucial kwenye msimu, game ambayo inaweza kuamua hatima yenu ya msimu kwenye level ya kimataifa. Wameenda kucheza game ambayo wamepoteza dhidi ya Silver Strikers. Hiyo ni moja kati ya changamoto kubwa ambayo hivi sasa timu inapitia. Ukiangalia timu ilivyocheza, timu ilivyopambana uwanjani, kuna tofauti kubwa sana na Yanga ambayo tumeizoea. Wananchi wameenda kupoteza game ugenini. Watu wengi walikuwa wanaamini kwamba hii game Yanga anaenda kushinda, hajasafiri umbali mrefu, hajapata changamoto yoyote ya kiusafiri, amevuka tu boda upande wa pili ameenda kucheza. Lakini isivyo bahati wameenda kupoteza game ambayo ni ya muhimu sana. Tunaamini kwenye League 2 Yanga bado ana uwezo wa kurudi. Yanga bado ana uwezo wa kufanya chochote ndani ya Benjamin Mkapa. Lakini vipo vitu vingi sana ambavyo vinaashiria matatizo ndani ya klabu. Vinaashiria matatizo ndani ya klabu kiuchezaji. Kwa hiyo na kiufundi, namna ambavyo timu inaziendea hizi games. Kwa sababu kwenye game, baada ya game ya Mbeya City tukaenda kwenye international break, tukajua okay, timu ikirudi kutakuwa na mabadiliko fulani fulani. Lakini kiasi fulani ukiangalia timu ilivyocheza leo, ilivyocheza dhidi ya Silver Strikers, kipindi cha kwanza of course kulikuwa na level fulani ya satisfaction kwamba okay, timu inafanya vizuri, timu inatoka chini, timu inaenda kwenye eneo la kushambulia, inaenda kutengeneza nafasi. Lakini sasa matumizi ya nafasi ndio yakawa changamoto. Nafasi ambayo alikuwa anacheza Andy Boeli, ameenda amepata nafasi kadhaa hajaweza kuzitumia. Kila mtu akawa positive. Comment zote zikawa zinaenda kwa Boeli kipindi cha half time kwamba huyu Boeli kwa nini hivi, huyu Boeli kwa nini vile, mbona anashindwa kutumia nafasi, timu haitumii nafasi. Comment zikawa hizo. Lakini baada ya kipindi cha pili comment zimebadilika tena. Kwa maana ya kwamba timu sasa imetoka kwenye kile ambacho tulikiona kipindi cha kwanza kwamba kilikuwa ni kitu kizuri, kilikuwa ni kitu positive, imebadilika, imerudi kule ambako watu wengi walikuwa watamani irudi. Still kocha anafanya sabu ambazo hizi sabu hazijaleta matokeo positive ambayo tuliyategemea ndani ya mechi. Amefanya sabu, lakini hata sabu zilizoingia bado pressure ya game ikawa imeshaanza kuwa kubwa. Kwa bahati mbaya Yanga imeshindwa kurudisha ile goli. Wamepoteza kwa goli 1-0 dhidi ya Silver Strikers. Game ambayo ni ya muhimu sana, game ambayo inaamua msimu.
ikitokea Yanga akashindwa kufanya comeback kwenye hii game, kwa sababu jamaa wanajiamini. Kwenye interview yao wanasema kwamba wanaamini wanakuja kushinda mpaka Dar es Salaam. Hiyo level ya juu sana ya kujiamini. Kwa sababu gani? Wanaona ndani ya timu ambao wanashindana nayo, wakienda mbinu kwa mbinu, mtu kwa mtu, 11 versus 11 pale ndani ya uwanja kwenye pitch, kuna changamoto ambayo wanaweza wakaitumia. Ndio maana wanajiamini kwamba wanaweza kuja kushinda mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo inawezekana Young Africans, najua viongozi wao wanajua nini ambacho mashabiki wao wanakitaka, na wanaweza wakakifanya ili mashabiki wao wakipate. Lakini hivi sasa team graph yake, sisi tulikuwa tumeizoea Young Africans ilikuwa ni timu ambayo imetoka juu, ina maintain, inaendelea hapo hapo. Lakini hivi sasa Young Africans ilitoka juu, inashuka na kiasi fulani, kile kiwango ambacho tulikuwa tunakitegemea tukione, kile kiwango tukioni tena. Kwa hiyo tunaamini kwamba Young Africans inawezekana wakafanikiwa kuvuka hatua hii kwenda hatua ya makundi, kwa sababu wanaweza kufanya comeback. That's fine. Tunaamini kwamba Young Africans inaweza kufanya comeback. Kwa Mkapa ni pagumu. Ukija kucheza kama timu yoyote Afrika ikija kucheza pale, inajua kucheza game ngumu, wanaweza kufanya comeback. Lakini sasa nini kitafuata baada ya comeback? Hatua ya makundi. Unapokutana na watu ambao ni wagumu, watu ambao kwenye poti la kafu wako pale juu, ndo ya kwanza, timu ambazo zitakwenda kucheza hatua ya makundi sio timu za kawaida, ndio ambazo zinakuja kushindana. Je, ni Young Africans hii inavyoenda hivi ndio itakavyoenda kushindana hatua za makundi? Je, itatoboa? Jibu ni hapana, kwa sababu kwenye hatua ya makundi ni mechi ambazo zinakuwa za kimkakati sana. Unataka kupata alama zako 9 nyumbani, upate alama 1 au 2 ugenini ili uweze kusonga hatua inayofuata. Lakini kwa namna Yanga inavyocheza hivi sasa, ukiangalia hata namna game walipocheza kwenye game yao ya round ya awali ya mtoano dhidi ya Wiliete, of course hasa walicheza, lakini bado kuna vitu ambavyo unaviona kwamba okay, hawa Wiliete wamekosa nafasi, hawajatulia, timu bado ina changamoto. So tunaamini kwamba wananchi wanajua timu yao wanavyotakiwa kuwa, wanaelewa nini wanachotaka ndani ya timu, viongozi wanaona, na watafanya kazi ambacho kimetokea siku ya leo. Of course graph ya timu badala ya kwenda juu inakwenda chini. Hizo ni changamoto. Ni hatari kutoka kwenye difference ya goal 5 kwenye mechi moja ya kimataifa, ambayo kwenye mechi mbili Yanga walipata magoli 3 ugenini, wakaja kupata magoli 2 nyumbani, mpaka kufika kwenye kufungwa mechi ya kwanza ya ugenini. Hiyo ni difference kubwa sana. Ni hatua ambayo ni negative, ambayo timu yoyote ambayo inashindana hasa kwenye level ya kimataifa haitakiwi kuifanya. Tunategemea Yanga improve kutoka ilipokuwa kwenda mbele, sio irudi nyuma. Inawezekana mashabiki wanaijua timu yao kuliko ambavyo watu wengine wote ndani ya Yanga wanaifahamu timu yao, kwa sababu ukiangalia namna mashabiki walivyokuwa wanapush swala la kocha ndani ya Young Africans kwa wakati ule wa international break, walikuwa wanatumia nguvu kubwa sana kusema kwamba kocha ana changamoto. Namna timu inavyocheza sio namna ambayo Yanga wao wameizoea. Inawezekana wananchi ni watu ambao wanaelewa timu yao kuliko namna ambayo tunaweza tukaimagine. Wananchi walalamika sana kuhusu timu yao, kwamba timu yao haichezi vizuri, timu yao inashuka kiwango kila siku, timu yao haiendi mbele, badala yake inarudi nyuma.